Leo hii Lolo TV tumekuletea uchambuzi yakinifu kabisa na upembuzi kutoka kwa msanii mkubwa duniani ambaye amekuwa akibua taharuki kubwa pale ambapo jina lake likizungumzwa mahala popote pale. Hata watoto wadogo waliozaliwa miaka 2000 wamekuwa wakishangazwa na historia ya msanii huyu hapa wa kuitwa Jackson Michael au Michael Joseph Jackson kwa majina ambayo alipewa na babake. Jackson Michael au Michael Jackson alizaliwa mnamo Agosti 29, 1958. Alizaliwa huko Indiana, Marekani. Tukumbuke kwamba msanii Michael Jackson ni msanii ambaye alikuwa akifanya mziki wa pop huko nchini Marekani, na aliibua taharuki kweli kutoka kwa wasanii ambao walikuwa wakifanya mziki kwenye nchi hiyo, na akapata mafanikio makubwa sana katika kipindi chote ambacho alikuwa akifanya mziki wa pop. Mfalme huyu wa pop tukumbuke kwamba alikuwa ni mwimbaji, vile vile alikuwa ni dancer na mburudishaji kutoka kwenye nchi nzuri ya Marekani. Michael Jackson alifahamika zaidi kwa jina la kiheshima au kwa jina la utani kama mfalme wa pop. Wazee tunasema King of Pop, ambaye alitambulikana na kama mburudishaji aliyepata mafanikio zaidi kwa muda wote, na moja kati ya waburudishaji wenye mvuto na athira kubwa katika medani za mziki. Vile vile michango yake katika mziki, dansi na fasheni, na hasa swala la kuanika historia ya maisha yake binafsi ilimfanya Michael Jackson awe kioo cha ulimwengu katika tamaduni maarufu kwa zaidi ya miongo 10. Msanii Jackson Michael au Michael Joseph Jackson akiwa pamoja na ndugu zake, Jackson alikuwa ni kiongozi wa uimbaji kwa mara ya kwanza akiwa kama mwanachama mdogo kabisa katika kundi la The Jackson 5 ambalo lilikuwa linamilikiwa na baba yake. Mnamo mwaka 1964 Jackson Michael, kwa maana Michael Jackson, alianza kazi ya usanii rasmi wa kujitegemea kunako mwaka wa 1971. Michael Jackson albamu yake ya kwanza, albamu yake ya mwaka 1982 ndio ilikuwa albamu yake ya kwanza kabisa iliyopewa jina la Thriller. Ni albamu ambayo imebaki kuwa albamu yenye mauzo bora kwa muda wote mpaka kufikia leo hii. Tunakuja kutazama mchango wake Michael Jackson katika utengenezaji wa mziki wa video ambao uliinuka kutoka katika hali ya kawaida hadi katika hali ya kisanii zaidi. Video za Michael Jackson kama vile Billie Jean na Beat It na Thriller ilimfanya kuwa msanii Marekani mweusi wa kwanza kupigiwa nyimbo yake sana kwenye MTV. Huyu ndo msanii wa kwanza kabisa ambaye nyimbo yake ilikuwa inapigwa MTV. Tukumbuke kipindi hicho mambo ya ubaguzi wa rangi na mambo ya unyanyasaji alikuwa ametamalaki kweli. Lakini Michael Jackson aliipa umaarufu mkubwa kabisa baadhi ya maujanja ya kudansi kama vile robot na moonwalk. Staili ya muziki wake na staili ya sauti yake ambayo alikuwa akitumia kuimba na ile tunaita zile choreography zilizotambika vizazi kwa vizazi, hata katika mipaka ya kitamaduni. Sasa tukumbuke kwamba Jackson Michael alikuwa ni mmoja kati ya wasanii wachache waliowekwa mara mbili kwenye Rock and Roll huko nchini Marekani. Vile vile ilikuwa inaitwa Rock and Roll Hall of Fame, ambayo ilikuwa ni mafanikio mengine akijumuisha na tuzo ya Guinness World Record, ikiwa ni pamoja na akiwa na tuzo ya mburudishaji mwenye mafanikio kwa muda wote. Vile vile alipata tuzo 15 za Grammy, ikiwa ni pamoja na ile ya Living Legend Award na ile ya Lifetime. Bwana, tukumbuke kwamba Michael Jackson aliweza kujinyakulia tuzo za Grammy ambazo tumepata idadi yake ni 15 kwenye hiyo Living Legend Award na ile Lifetime Achievement Award. Lakini Michael Jackson akiwa na miaka 26 alipata tuzo nyingi Marekani, vile vile akiwa kama msanii pekee wa kujitegemea
ikiwa ni pamoja na moja kwa ajili ya msanii wa karne. Katika tuzo hizo moja ilikuwa ni kwa ajili ya msanii wa karne. Zaidi ya msanii mwingine yeyote, singo zake 17 zimeshika nafasi ya kwanza huko nchini Marekani, ikiwa ni pamoja na 4 akiwa kama mwanachama wa kina Jackson 5. Na inakadiriwa hii albamu hiyo ilifanya mauzo zaidi ya milioni 750 za Kimarekani dunia nzima. Kwa hiyo tukumbuke kwamba Michael Jackson alikuwa ni msanii ambaye akiingiza pesa nyingi sana kwenye rekodi zake ambazo alikuwa akiziuza duniani kote, kiasi ambacho wasanii wengine walikuwa hawawezi kufikia rekodi kama hiyo ya kupata mauzo ya dola milioni 750 za Kimarekani. Lakini tukumbuke maisha yake binafsi, Michael Jackson yalizua taharuki na utata kwa miaka kadhaa, swala ambalo litokana na kujibadilisha kwa muonekano wake, ambapo tukumbuke kwenye miaka 1970 Michael Jackson alijaribu kujibadilisha pua yake akitaka kuwa na pua kama ya wazungu. Alifanywa operation mara kadhaa, ambapo tunasimuliwa kwamba kabla Michael Jackson hajaenda kubadilisha pua alimtuma dada yake wa kuzaliwa naye kwamba akampatia pesa, nenda akajibadilisha kwanza wewe. Baada ya kuona dada yake amepata mafanikio na pua yake imekuwa safi na nzuri inayovutia, basi na yeye ndipo alipojiridhisha akaenda kubadili pua yake. Lakini muonekano wake Michael Jackson ulianza kutambulika tangu mwishoni mwa mwaka 1970 na kuendelea kwa kubadilisha pua yake na rangi ya ngozi yake. Kwa hiyo Michael Jackson alifanywa operation mara kadhaa ambazo zilihusisha operation za pua, vile vile operation za uso zikitaji kumbadilisha ngozi yake pamoja na muonekano wa rangi yake. Tukumbuke kwamba Michael Jackson alikuwa ni Mwafrika mweusi kabisa ambaye ulikuwa ukimuona unaweza kujua labda ni Mtanzania au Mkenya au Mzambia. Lakini Michael Jackson aliamua kubadilisha ngozi yake na rangi yake, ambayo ilisababisha masikio kadhaa wakaza katika vyombo vya habari. Yani Michael Jackson wakati anabadilisha ngozi yake, jambo ambalo lilitoa taharuki kubwa sana katika vyombo vingi vya habari duniani kote, hususan mnamo mwaka 1993 Michael Jackson alishtakiwa kwa kosa la udhalilishaji wa kijinsia kwa mtoto, ingawa katika kesi hiyo hakukuwa na mashtaka yoyote yaliyotolewa dhidi yake. Kwa hiyo kesi hiyo haikuweza kusikilizwa mahali popote. Lakini vile vile mnamo mwaka 2005 Michael Jackson alijaribu kuachana na mashtaka kama yale ya awali. Vile vile akaona ni mara mbili jambo hilo linamtokea. Vile vile yani Michael Jackson alioa mara mbili. Mara kwanza kabisa mnamo mwaka 1999 alipata Michael Jackson. Hapa nimechanganya kidogo, mtanisamee ndugu zangu. Michael Jackson alioa mara mbili. Mara kwanza alioa mnamo mwaka 1994 na akaja kuoa tena mnamo mwaka 1996. Michael Jackson alipata watoto watatu. Mmoja alizaliwa kwa mama mwenye kuchukua mimba kwa ajili ya familia fulani tu. Lakini Michael Jackson kabla hajafa mnamo mwaka 2009 inasemekana kwamba Michael Jackson kifo chake kitokana na kuzidisha kiasi cha dawa wakati anajiandaa na ziara ya tamasha lake la This Is It ambalo lilitakiwa lianze katikati mwa mwaka 2009. Michael Jackson aliripotiwa kwamba alitumia dawa aina ya propofol na lorazepam, dawa ambazo inasemekana ndo zilizopelekea kifo chake. Lakini afisa uchunguzi wa vifo wa wilaya ya Los Angeles alieleza kuwa kifo cha Jackson Michael kilitokana na uuaji wa binadamu, na mashtaka akaenda kwa daktari wa Michael Jackson ambaye alikuwa ni daktari wake binafsi akimtibia nyumbani kwa Michael Jackson. Kosa la kuua bila kukusudia ndilo lilohusishwa na kifo cha Michael Jackson. Lakini tukumbuke kwamba kifo cha Michael Jackson kilihamisha mihemko, huzuni na taharuki ulimwenguni kote.
na huduma ya ukumbusho wake ilifanywa hadharani kabisa, ambapo ilitangazwa duniani na watu wengi walitazama katika mazishi yake. Kiufupi, hiyo ni historia fupi ya Michael Jackson ambayo imehusisha mlolongo mfupi ambao unaelezea kisa kirefu cha maisha ya Michael Jackson. Nimejaribu kukuelezea kiufupi ili uweze kuelewa na kukuhifadhia bando lako lisiishe, mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya Irolo TV. Vile vile usiache kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, lakini usiache kusubscribe YouTube channel yetu na kuhakikisha una share video zetu kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili kila mmoja atakaye subscribe au kwanza kujipatia habari kemkemo ambazo tumekuwa tukiziandaa kama Irolo Online TV. Lakini baada ya kusikia historia kutoka kwa msanii ambaye anaitwa Jackson Michael au Michael Jackson, story inayofuata tutakuletea historia ya wasanii mbalimbali vile vile ambao walitingisha dunia, kama vile kundi la wasanii ambao walijiita Westlife. Vile vile kulikuwa na kundi la G Unit. Lakini kabla ya hayo ni kuahidi kwamba wiki lijalo tutaenda kuangazia wasanii ambao wamekuwa wakitingisha dunia kwa kizazi hiki hapa, hususan video zao kuwa na viewers wengi zaidi duniani, ambapo tunatazama kufikia takwimu za kuanzia mwaka 2000 na nafikiri ni 2022 hivi au 2020, zinaonyesha kwamba nyimbo ambayo imekuwa na watazamaji wengi, kuna kama vile Despacito ambayo imeimbwa na Daddy Yankee ambayo ilikuwa na watazamaji bilioni 5.9605. Lakini kuna nyimbo nyingine kama See You Again ambayo iliimbwa na Wiz Khalifa akimshirikisha Charlie Puth, ambayo ina watazamaji bilioni 3.255. Vile vile kuna nyimbo kama Uptown Funk ambayo iliimbwa na Mark Ronson akimshirikisha Bruno Mars ambayo ina watazamaji bilioni 3.08. Vile vile kuna nyimbo kama Mash and Beer ambayo iliimbwa na Recipe for this Disaster, Get Move. Ni nyimbo nyingine ambayo vile vile ilibua taruki kubwa kuwa na watazamaji wengi zaidi ya bilioni 2. Na nyimbo zingine kama Justin Bieber, Sorry, vile vile na nyimbo kemkemo ambazo zimekuwa zikishikilia nafasi za juu kabisa, hususan kutazamwa na watu wengi.